Ndio maana Yesu akasema katika ile Injili ya Mathayo sura 28 mstari 19, enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Atakayeamini na kubatizwa ataokoka, siamini atahukumiwa. Atakayeamini inahusisha kumkiri Yesu, kwa muamini Yesu kwenye moyo wako kwamba ni Mungu na Mwokozi pekee maisha yako unapohubiriwa Injili, na kumkiri Yesu kwa kinywa chako kwa kuongozwa sala toba. Alafu kubatizwa inahusisha mambo mawili, kubatizwa kuzamishwa kwenye maji mengi na kubatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, sawa? Na hapo ndipo wokovu uliokamilika unakuwa umetimia ndani yako, kiasi kwamba ikitokea uko katika utakatifu, ikipigwa parapanda unanyakuliwa. Lakini ukiwa hujakamilisha hizi hatua 4, hii kanuni ni ya Mungu mwenyewe, hautaweza kuingia wapi? Mbinguni. Nimekudokezea hapo ili unielewe tutapoenda kuongelea nini maana kuzaliwa mara ya pili, sawa? Kuhusiana na kuzaliwa mara ya pili, jibu la swali hili Biblia imeliweka wazi. Kunafanyikaje kuzaliwa mara ya pili? Sawa? Ni nini maana kuzaliwa mara ya pili? Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 7. Tunaona katika hii sura ya 3 kuanzia ule mstari wa 1 mpaka wa 7 ni mazungumzo kati ya Yesu na Nikodemo, ambapo katika mazungumzo hayo ndio tunapewa hata hizo kujua hizo hatua 4 za wokovu uliokamilika. Sawa? Utapata kuzijua vizuri utakapoangalia, kuna video nimeiweka hapo, utaweza kuangalia na kujifunza kwa habari ya hizi hatua 4 za wokovu uliokamilika, sawa? Kwa sasa tuendelee. Sasa Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 7, katika mazungumzo yote yaliyokuwa nayo Yesu na Nikodemo, sasa hapa mwishoni ilikuwa Yesu anatamatisha kumuelewesha Nikodemo. Anasema Yesu akajibu, amin amin nawaambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ngapi? Mara ya pili. Ngoja nikufafanushie kwa uelewa zaidi. Anasema Yesu akajibu, amin amin nawaambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho. Huyu Roho anaongelewa hapa, utaona ni tofauti na ile, kuna ile roho ya herufi ndogo, ni roho maanisha roho wa Bwana, Roho Mtakatifu. Kwa mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho Mtakatifu ni roho. Usistajabu kwa kuwa nalikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Au mstari anasema ni lazima. Usistajabu kwa kuwa nilikwambia ni lazima kuzaliwa mara ya pili. Katika Biblia ya Kiingereza nasema you must be born again. Sawa? Kwa ni lazima. Hapa ametumia neno hamna budi kwa Kiswahili, lakini Yesu yani kwamba ni lazima, hamna namna. Okay. Kwa hiyo kupitia maneno haya, kumbe kuzaliwa mara ya pili kwa mtu, cha kwanza ni kuzaliwa kunakofanyika katika ulimwengu wa roho. Ila huko kuzaliwa sasa kunafanyikaje sasa? Kwanza kunatokea katika ulimwengu wa roho, ila kunafanyikaje? Kunafanyika kwa mtu kubatizwa kwa kuzamishwa kwenye maji mengi. Pale anaposema kuzaliwa kwa maji, maana yake kubatizwa kwa kuzamishwa kwenye maji mengi. Na anaposema kuzaliwa kwa roho, maana yake kubatizwa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, au kwa jina jingine tunaita ujazo wa Roho Mtakatifu, au tunaweza kusema kumpokea Roho Mtakatifu. Tumeelewana? Kwenye Matendo ya Mitume anasema nao wakawekewa mikono, mitume wakawekea mikono wakaombea na wakampokea Roho Mtakatifu. Sawa? Utapewa kujua hilo zaidi na zaidi. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili kunafanyika katika Mungu wa roho, ila ni kuna timilizika pale mtu anapobatizwa kwa kuzamishwa kwenye maji mengi, na pale mtu anapobatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tumeelewana? Kwa hiyo wewe uliyeokoka, uliyemwamini Yesu na kumkiri kwa kinywa, inakubidi ufahamu ya kwamba katika ulimwengu wa roho umezaliwa mara ya pili, endapo umekubali pia kubatizwa kwa kuzamishwa kwenye maji mengi na
kubatizwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, unakuwa umekamilika kuzaliwa mara ya pili. Tumeelewana? Kwa nini tunasema kuzaliwa mara ya pili? Kwa sababu katika hali ya kawaida mwanadamu yote anazaliwa katika ile kawaida. Ile tunaita ni kuzaliwa, tuseme ni mara ya kwanza, na kunafanyika katika ulimwengu wa mwili. Sawa? Na huku kuzaliwa kwa kawaida ni kule kuzaliwa ambako mwanadamu anakuwa katika asili ya kawaida, asili ya kukaliwa na dhambi kutokana na laana ya iliyowapata wanadamu kupitia uzao wa kwanza wa mwanadamu ambao ulikuwa ni Adam na Eva, ambao kupitia wao wanadamu wengine tukazaliwa. Na wote tunafahamu kwamba Mungu akumba wanadamu wengine hakuruhusu wanadamu watoke katika namna ya rohoni wauvae mwili kupitia wanadamu wengine isipokuwa Adam na Eva. Sasa kama wale waliotumika kuweza kutumika kuwaleta wanadamu aliowafanya watu wa Mungu aliowatengeneza katika Mungu wa roho awapitisha walete duniani, walitenda dhambi, walikuwa wamekaliwa na dhambi ya kutokutii. Basi hata wale waliopita kupitia wao, manake walitoka na dosari, na mpaka toka kipindi hicho mpaka sasa hivi hilo dosari lipo, linaondoshwa tu pale mtu anapokubali kuokoka. Sawa? Na huko kunakuwa kuzaliwa mara ya kwanza. Sasa mtu anapookoka akaamini kwenye moyo kwamba ni Mungu na mkozi pekee maisha yake, na kile anapili anakishaka mkiri kwa kinywa kwamba ni Mungu na mkozi pekee maisha yake kwa kuongozwa sala toba, na akabatizwa. Pale anapoenda kubatizwa, kusomeshwa kwenye maji mengi na kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, anapewa kuzaliwa mara ya pili. Maana yake ni nini? Ile asili ya kufanya dhambi, yani ya kukosea tu, ndio ile neno anasema hamna mwanadamu aliyekamilika, limetokana na kwamba watu wameona kwamba mwanadamu hawezi akakabila kukosea. Sasa kile asili kanaondoshwa, unapewa asili ambayo walituumbiwa toka kabla Adam na Eva, yani ile wanadamu tulivyoumbwa katika mpango wa Mungu kabla Adam na Eva kutenda dhambi, tunarejeshwa ile asili. Sawa? Ndio maana tunakuita kuzaliwa mara ya pili. Tunaondolewa asili, ile DNA ya dhambi inaondoshwa, inarudishwa ile DNA tuliyoimbiwa toka mwanzo kabla ya anguko la mwanadamu Adam na Eva. Sawa? Kwa hiyo tunarudishwa ile asili ya DNA ya Mungu ya kutenda dhambi, na hapo ndipo ukamilifu unawezekana. Kwa hiyo wewe uliokoka na unayeenda kubatizwa kuzamishwa kwa maji mengi na kupata kubatizwa Roho Mtakatifu, usifurahie ule msemo unaosema hamna mwanadamu aliyekamilika. Kwa nini? Kwa sababu wewe inakubidi ukamilike, kwa sababu umepewa uwezo wa kukamilika kupitia wokovu wako huo, kupitia hizo hatua 4 nimeweza kuambia. Unakuwa umeandaliwa kuishi ukamilifu. Sawa? Na inawezekana kwa sababu umepewa nguvu ya kushinda dhambi ili wafanye watu wasiwe wakamilifu. Kwa hiyo ukizaliwa mara ya pili unapokea haki ya kuitwa mtoto wa Mungu. Mungu akikuangalia anasema huyu sasa ndio mtoto wangu, yule mwanadamu niliyemuumba kabla ya kutenda dhambi kabisa, ambaye nilisema nimfanye kwa sura na mfano wangu, huyu sasa naona ni mfano wangu. Kwa hiyo unakuwa ni mtoto wa Mungu. Maana yake unamfanania Mungu. Maana kuna ule msemo unasema mtoto wa nyoka ni nyoka. Kwa hiyo unakuwa unamfanania Mungu. Ndio maana Mungu akasema, Yesu akasema Mungu akasema katika Yohana 1:12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio walioaminiwa jina lake. Huyu ni Mungu anasema maneno haya. Kwa nini? Yesu ni Mungu katika nafsi mwana. Mungu yuko katika nafsi tatu. Amejidhihirisha kama nafsi mwana, nafsi baba na nafsi roho. Ni Mungu mmoja alijidhihirisha katika nafsi tatu. Huyu Mungu amesema kwamba bali wote waliompokea yeye mwenyewe aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wake mwenyewe, na ndio wanaoliamini jina lake. Tumeelewana? Sasa twende tukajifunze kwa habari ya uumbaji wa kiumbe kipya. Sawa? Uumbaji wa kiumbe kipya, kiumbe cha rohoni. Uumbaji wa kiumbe cha rohoni unafanyikaje, ambao ndio wewe mwanadamu unaanza kuumbwa upya sasa. Manake kuzaliwa mara pili manake ni kama unaumbwa upya, unarejeshwa katika asili ya ile Mungu aliyokuumba, asili isiyokuwa na dhambi. Ile asili ambayo Mungu aliumba wanadamu isiyokuwa na dhambi.
ambayo ilikuwepo kabla ya Adam na Eva kuanguka katika dhambi ya udanganyifu na kutokutii. Bwana Yesu anafananisha kuokoka na hali ya kuzaliwa kwa mtu kama tunavyozaliwa wanadamu. Sawa? Ndivyo anavyofananisha pia hali ya kuokoka. Sawa? Anaonyesha kwamba kinachofanyika katika ulimwengu wa roho mtu anapompa Yesu Kristo maisha yake ni kama vile ambavyo yule mtoto anapokuwa amezaliwa. Sawa? Tumeelewana? Unapompa Yesu Kristo maisha yako, unaanza maisha mapya. Sawa? Ambayo maisha mapya ni maisha yaliyo katika mapenzi ya Mungu. Sasa kama vile mtoto mchanga kabla hajaokoka tumboni mwa mama, kabla hajatoka tumboni mwa mama, sawa? Ndivyo ambavyo anakuwa mtu yule kabla ya kuokoka. Sasa mtu anapookoka inakuwa ni sawa na vile mtoto anapokuwa amezaliwa. Tumeelewana? Kwa hiyo twende tukaangalie ufanano wa yule mtu ambaye hajaokoka anavyofanania na yule mtoto kabla hajazaliwa akiwa tumboni mwa mama. Na tukaangalia ufanano wa vile mtu anavyokuwa ameokoka sasa, ambapo kuna fanana sasa na yule mtoto anapokuwa amezaliwa. Tumeelewana? Sawa. Twende tukaone. Kwanza, mtoto kabla hajazaliwa anakuwa yuko tumboni na kule tumboni anakuwa hawezi kuona. Ana macho lakini hawezi kuona. Tumeelewana? Hiyo inakuwa inafanana vipi na yule mtu ambaye hajaokoka? Iko hivi. Mungu ametupa macho ya rohoni. Hayo macho ya kumuonea yeye. Ya kwamba yani ninatazama hiki naona kwamba ni Mungu. Siongelei kwamba yani naweza nikaongelea ni kama ule uwezo wa kuona kitu sio tu kwa macho, yani niongelea macho, naongelea lugha kubwa. Yani kwamba hata ile kwamba hiki kimenikuta hivi. Hapana. Huyu ni Mungu. Naona kabisa aliyefanya hiki. Huyu ni nani? Ni Mungu. Sawa? Naongelea macho hayo kwamba kimefanyika hivi. Naona kabisa huyu ni Mungu. Tumeelewana? Kulipo jicho ambalo litaamshwa tu pale ambapo mtu atakuwa ameokoka. Kwa kabla mtu akuokoka, hilo jicho, huo uwezo wa kuona anakuwa hana. Wa kuona kuhusiana na Mungu na kuhusiana na vyote vilivyo vya Mungu anakuwa hana. Sawa? Anasema watoto wakiwa kwa tumboni, tufikirie mfano kuna watoto wa shumu, kuna watoto wawili kwa tumboni, ni mapacha. Wale wakiwa tumboni huaga wafikiri kwamba kuna maisha mengine zaidi ya kukaa tumboni. Unaweza kukuta mmoja anamwambia kwamba mimi siamini kuhusiana kwamba kuna maisha mengine tofauti na haya. Sawa? Ndivyo ambapo mtu anakuwa hajaokoka anavyoishi katika maisha